Ningeomba uzime mic. Unaisikia? Okay, sawa. Sawa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul walau ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mwenyezi Mungu katika aya hizi chache anatupa sifa zake na sisi namna ya kumfikia na kumfahamu Mwenyezi Mungu inakuwaje, na imekuwa kama dua fupi ya kufungulia kipindi changu cha dakika 20. Mwenyezi Mungu anasema, sema Mwenyezi Mungu ni mmoja na yeye ndiye mwenye nguvu na uweza wote wa milele, hakuzaa wala hakuzaliwa na hakuna kinachofanana. Katika masomo ya theolojia hichi kitu tunaita the touchstone of theology, yani kwamba je, tunawezaje kujua mtu fulani ni Mungu au Mungu yupoje na inakuwaje hivyo. Ukiangalia katika dini nyingi watu wamekuwa na dhana mbalimbali kwa watu fulani, vitu fulani ni miungu, lakini ni kwa sababu hamna system ya kujulisha kwamba Mwenyezi Mungu yupoje na tunawezaje kumtambua Mwenyezi Mungu. Lakini mashallah, Mwenyezi Mungu katika Qur'an anatupa touchstone ya theology ambayo itatusaidia sisi kufahamu Mwenyezi Mungu yupoje. Leo hii tunaenda, mada yetu ni kwamba je, Yesu ni Mungu au ni mtumishi wa Mungu? Mimi ninaenda kusema kwamba Yesu ni mtumishi wa Mungu. Je, ninaposema Yesu ni mtumishi wa Mungu namaanisha nini? Na kwa nini nasema Yesu sio Mungu? Kwamba yeye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na kwa mujibu wa mada yetu leo, mtu akiweza kuthibitisha kimaandiko kwamba Yesu ni Mungu, ameweza kuthibitisha kwamba Yesu sio mtumishi wa Mungu. Na mtu akiweza kuthibitisha kwamba Yesu ni mtumishi wa Mungu, atakuwa amethibitisha kwamba Yesu sio Mungu kwa mujibu wa kichwa kilivyo na baadhi ya dalili ambazo tutazitoa hapo mbele. Kwanza, Yesu ni nani? Ama nianze hapo. Yesu katika kila grupu watu wanamtambua kivyake, lakini Yesu ni miongoni mwa watu maarufu sana duniani ambao aliishi karne takriban 20 au miaka 2000 iliyopita, na ikazua mgogoro sana, huyu ni nani na ipoje. Na imani ya kwanza kumtambua ni imani ya dini ya Uyahudi, ambao wameamini kwamba yeye ni mtu ambaye alidanganya kuwa ni Masihi aliyoahidiwa katika Agano la Kale kwa sababu zao. Lakini pia tunao kundi la pili la Wakristo ambalo wanaamini kwamba Yesu ni Mungu, ambaye Mungu alifanya incarnation akawa mwanadamu ili kuja kukomboa ulimwengu. Lakini tunao kundi la tatu ambao ni Islam, na sisi Waislamu tunaitakidi kwamba Yesu si Mwenyezi Mungu isipokuwa ni miongoni mwa mitume na ni Masihi. Lakini pia kwa ujumla ulimwengu wa kihistoria hauwezi kuacha kumtambua Yesu Kristo kwa sababu yeye ni katika watu ambao kalenda tunayotumia leo imesababishwa na kipindi chake. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tunatakiwa tumtambue, na katika research ambazo zimefanywa na wanahistoria, Yesu ni mtu wa tatu katika wale watu wakubwa 100, tunaita the greatest persons in human history. Namba 3 ni Yesu Kristo, namba 2 ni Isaac Newton, namba 1 ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nikipata mada ile nitalizungumzia. Lakini leo tunamzungumzia Bwana Yesu Kristo. Je, Yesu Kristo ni Mungu au hapana? Ninaenda kuanza kusimamisha hoja kwa kwanza tumtambue Mungu ni nani, na pia tutambue mtumishi wa Mungu ni nani, ili tusiweze kuchanganya kwamba iweje Mungu awe mtumishi na mtumishi wa Mungu. Tunaenda kuvunja kabisa uwezekano wa mtumishi wa Mungu kwa Mungu na Mungu kwa mtumishi wa Mungu. Kisha tutaangalia, je, Yesu ni nani? Yesu ni Mungu au ni mtumishi wa Mungu? Nitaanza kwanza, Mungu ni yupo juu. Tukianza kutofautisha Mungu na mtumishi wa Mungu, Mungu yupo juu ya vitu vyote na yuko juu ya watumishi wote. Ukisoma katika kitabu cha Yohana chapter namba 10 verse namba 29, Yesu anasema, my father which gave them to me, Baba ambaye amenigaia wao ni mkuu kuliko vyote. Hivyo basi huyu sio mtumishi. Mungu ni mkuu kuliko vyote au kuliko wote. Mungu ni mkuu. Na tunapokuja kuzungumzia watumishi kwa haraka haraka, tukianza kitabu cha Amos chapter namba 3 verse namba 7, inasema hivi, na Mungu hatofanya swala lolote mpaka awavuvia au awatumie kwa kuwapa ujumbe watumishi wake manabii. Tunakuta hadi manabii kuwa ni sehemu ya watumishi. Lakini je, kuna uwezekano wa mtumishi kuwa Mungu? Hapana. Yesu anatupa kitu hichi kimoja katika kitabu cha Yohana chapter namba 13 verse namba 16, anasema, na ninasema kwa amini nawaambia kwamba mtumishi, kwenye Kiswahili tumetumia mtumwa, hawezi kuwa sawasawa na bosi au bwana wake. Kwenye neno la Kiingereza lilotumika ni servant. Anasema a servant cannot be greater than his Lord. Servant cannot be greater than his Lord. Haiwezekani mtumwa kuwa zaidi ya bwana wake. Lakini
kwa sababu hii haina maana ya mtumwa. Mtumwa na servant ni vitu vili tofauti. Ukisema servant ni mtumishi, ukisema slave ni mtumwa. Na mtumwa na mtumishi kuna tofauti. Mtumishi ni yule ambaye anafanya kitu kwa huku moyo wake kwa umelizia kumtumikia huyo mtu, na namba 2 anategemea malipo au kitu fulani ukipata. Wakati mtumwa tofauti kabisa na mtumishi. Hivyo basi Yesu anatuambia mtumishi hawezi kuwa mkubwa kuliko bwana wake. Na ikiwa mtumishi hawezi kuwa mkubwa kuliko bwana wake, mtu wote akithibitisha kwa Yesu ni Mungu, Yesu sio mtumishi, na mtu wote akiweza kuthibitisha kwamba mtumishi Yesu ni mtumishi, basi Yesu sio Mungu. Nenda kwanza kama ifuatavyo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, chapter namba 3, verse namba 13. Matendo ya Mitume 3:13. Inasema hivi: Mungu wa bwana wa baba yao Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo na Mungu wa Isiaka. Na kisha akasema na Mungu wa baba zetu aliyemteua au aliyemtukuza mtumishi wake Yesu. Ona, tunakuta ya kwamba Yesu ni mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema, Matendo ya Mitume chapter namba 3 verse namba 13. Na kwa kuwa tumepata andiko moja linalosema Yesu ni mtumishi, ili andiko linafaa usiku wa leo lisimame tu lenyewe na mimi nisiendelee, kwa sababu tayari kuwa ni mtumishi wa Mungu imemnyima nafasi ya kuwa Mungu kwa mujibu wa vile ambavyo tumeona. Lakini nitaendelea. Ukienda katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter namba 4 verse namba 27. 4:27. Inasema hivi. Inasema na ingawa anasema ni kweli nilikuwa natolea hotuba fulani na Petro pamoja na Yohana, anasema ni kweli Pilato, Herode, watu wa mataifa na Israeli wamesimama juu au wamesimama kumpa hukumu nani? Watampa hukumu anasema mtumishi mtukufu Yesu, mtumishi wa Mungu mtukufu Yesu. Anamwambia Mungu mtumishi wako Yesu Kristo amepewa hukumu na watu wa mataifa, Herode na watu wengine. Basi namba 30 yeye akaendelea akasema ya kwamba ingawa kweli hukumu ilifanyika, lakini Mwenyezi Mungu ameendelea kumtukuza mtukufu wake mtumishi Yesu. Tunakuta zaidi ya mara 3 Yesu ameitwa kuwa ni mtumishi. Na Yesu anasema mtumishi hawezi kuwa mkubwa kuliko Bwana hata siku moja. Yohana 13:16. Hivyo ikiwa Yesu ni mtumishi, imemnyima nafasi ya kuwa Mungu. Lakini je, Yesu mwenyewe anakubali kuwa yeye ni mdogo kuliko Mungu? Ndiyo, tumeona katika kitabu cha Yohana chapter namba, kama tulivyoona kitabu cha Yohana chapter namba 10 verse namba 29 kwamba Mungu ni mkubwa kuliko wote, lakini pia tunamkuta Yesu kuwa ni mdogo kuliko Mungu kama anavyosema katika kitabu cha Yohana chapter namba 14 verse namba 28, anasema my father is greater than I, baba yangu ni mkuu kuliko mimi. Ikiwa Mungu ni mkuu kuliko Yesu, haiwezekani kwa Yesu ni mkuu, kwa sababu Mungu tayari hajawa mkuu. Na je, Yesu ni mtumishi pekee wa Mungu katika Biblia? Hapana, katika Biblia tunakuta watumishi wengi kama nilivyosoma kitabu cha ya Amos chapter namba 3 verse namba 7, lakini pia tunakuta kuna servants wengine au watumishi wengine. Ukisoma katika, nitatoa mifano miwili. Mmoja Nabii Musa alayhi salamu katika kitabu cha Yoshua chapter namba 1 verse namba 2 anasema kama amekwisha kufa mtumishi wa Mungu Musa ni mtumishi wa Mungu lakini pia namba 2 tunakuta mtumishi wa Mungu namba 2 mfano tu Daudi na watumishi wengine wengi sana. Ukisoma kitabu cha Zaburi chapter namba 89 verse namba 20 tunakuta Daudi anaitwa ni mtumishi wa Mungu. Kumbe watumishi wa Mungu wako wengi. Na ikiwa kuna mtumishi mmoja wa Mungu, mtumishi wa Mungu anaweza kuwa Mungu, basi hata watumishi wengine wanaweza kuwa Mungu. Hii tuiweke wazi na inatuzuia kusema kwamba Yesu ni Mungu. Namba 2, je, kuna uwezekano wa Yesu kuwa Mungu? Na imani dakika zangu unanihesabia. Je, kuna uwezekano wa Yesu kuwa Mungu? Hapana, kwa namna yote hakuna uwezekano wa Yesu kuwa Mungu, kwa sababu chache ambazo zinaweza kuzitoa kutokana na muda. Namba 1, Mwenyezi Mungu anajua vyote, lakini Yesu hajui vyote, kitu ambacho kinamtoa kabisa nje Yesu kwa Mwenyezi Mungu. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Waebrania chapter namba 5 verse namba 8, Paulo anasema ya kwamba Yesu aliendelea kujifunza utii kupitia mateso ambayo aliyapata. Paulo kwamba Yesu alikuwa anajifunza utii, maana yake kuna wakati hakuwa na uelewa juu ya utii. Lakini pia hata kienda katika kitabu cha Luka chapter 2 verse namba 52, Luka anatuambia ya kwamba Yesu alikuwa yani aliongezeka kwenye hikma. Neno zile la Kiingereza limetumika and Jesus increased in wisdom. Increase maana yake ni kuongezeka.
increase kutoka this point ndo na increase. Ikiwa maana yake ile hekima ambayo alikuwa nao akiwa na miaka 30, hekima hiyo hakuwa nao na umri wa miaka 15, hatuwezi kusema huyu ni Mwenyezi Mungu. Lakini pia hatuwezi kuwa na Mwenyezi Mungu ambao yeye mwenyewe amekubali wazi wazi kwamba kuna mambo hayajui. Hatuwezi kuwa na Mwenyezi Mungu wa mfano huu. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinampa sifa kuwa Mwenyezi Mungu kuwa Mwenyezi Mungu ni siku ya mwisho. Anatuambia Yesu katika kitabu cha Marko chapter namba 13 verse namba 32. Yesu anasema hivi, na kwa habari ya saa hii hakuna hajuae, sio malaika wala mwana, akimaanisha wala mwana, ila Baba peke yake. Hakuna hajuae ila ni mmoja, naye ni Mwana. Ndiye anajua yote. Yesu hajui chochote kuhusiana na habari hizo. Hivyo Yesu hawezi kuwa Mungu. Na claim nyingine ambayo naenda kuiweka hapa kwamba Yesu sio Mungu, Yesu hakuwahi kunadi umungu, hakuwahi kutangaza umungu. Okay, mtu unaweza ukajiuliza, kwa nini Waislamu wanakuja na hoja hii na wanaivalia njuga kwamba iweje waseme Yesu hakudai uungu? Kuna umuhimu gani wa Yesu kudai uungu? Kiasi kwamba kuna baadhi ya apologists wengine wa Kristo wamekuja kusema kwamba ikiwa Yesu sio Mungu kwa sababu hakudai uungu, tuonyesheni wapi Yesu alidai umasihi katika Qur'an. Na katika hata mwenyewe kwa kinywa chake anasema mimi ni masihi, kwa Mwenyezi Mungu anasema mimi ni masihi. Kwa nini Waislamu tunataka kusema Yesu aseme yeye ni Mungu? Kuna kitu kimoja tunaita confirmation right or confirmation authority. Nani ana haki ya kumtambulisha nani au kumsimamia au kusimama kwa niaba ya nani? Hata wewe hapo nadhani kiongozi kitokea shida, kuna vitu ambavyo hakuna anayehitajika kwenda kusimamia isipokuwa wewe mwenyewe. Na kuna vitu ambavyo ataenda mke, ataenda na, kwa hiyo kuna vitu vingine vinahitaji position maalum. Kwa mfano, position ya unabii ili ithibitishwe inahitajika Mungu ndo athibitishe unabii. Ikiwa mtu anatuambia ni nabii, ile anachokisema kila anachokisema kimetokana na Isaya, ukisoma chapter namba 1 verse namba 4 mpaka namba 5, na manabii wengi Mungu anathibitisha kwamba wao ni manabii. Lakini ninapokuja kwenye hoja ya Mungu, Mungu anahitaji kujitambulisha mwenyewe. Mungu hawezi kukaa tu from nowhere afu atambulishwe na mtu mwingine. Yaani hajaye kusema ni Mungu. Hapana, hawezi kuwa Mungu. Na Mwenyezi Mungu anaweka wazi katika Qur'ani akionyesha moja kwa moja kwamba Nabii Isa alayhi salam sio Mungu. Katika kitabu cha Maida, katika Qur'an sura al-Maida, sura namba 5, aya namba 116, 17 na 18. Ziko nyingi sana haya ambayo Mwenyezi Mungu anakataa uungu wa Nabii Isa alayhi salam, lakini leo nitaitumia kwa sababu ndio sehemu ya hoja. Mwenyezi Mungu atamuuliza Isa alayhi salam katika sura al-Maida, sura namba 5, aya namba 117 mpaka 18. Nitapiga tu moja kwa moja 16 hapa kutokana na muda. Anasema Mwenyezi Mungu atamuuliza siku ya kiyama, ewe Isa, ya kwamba je, uliwaambia watu wa kuheshimu na kuabudu wewe na mama yako ukiwa kama miungu miwili? Akasema hapa. Isa atasema, kama ningalikuwa nimesema hayo, wewe Mwenyezi Mungu ungeyajua, kwa sababu hakuna ambacho Mwenyezi Mungu hayajui. Mwisho wa siku Isa anakuja kusema yeye akusema habari za yeye ni Mungu. Ndio maana tunavalia njuga kwamba Yesu hawezi kuwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuwahi kudai uungu. Nimebakiwa na dakika ngapi hapa? Nimebakiwa na dakika ngapi kama unanisikia? Zimebaki 6. Sawa, asante. Na niomba niendelee tena hapo. Ikiwa kuna sababu zinatufanya kuamini kuwa Yesu ni Mungu, sababu zipo za kuamini Krishna ni Mungu. Krishna ni nani? Krishna ni mtu ambaye anaaminiwa kuwa ni Mungu na watu wa Wahindu. Lakini ukiangalia hoja ambazo wanazitumia Wakristo kukubali kuwa Yesu ni Mungu, ni hoja ambazo zinafaa na zinalazimisha kukubali Krishna ni Mungu. Hiyo ni hoja yangu ya 3. Ikiwa tutakubali kuwa Yesu ni Mungu, ni lazima tukubali kuwa Krishna ni Mungu. Na ikiwa tutakubali kuwa Krishna ni Mungu, lazima tukubali kuwa Yesu ni Mungu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatugaia sheria moja ya kuweza kujua Mungu wa kweli, kwamba hawepo peke yake. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Na bahati nzuri ni kwamba ukiangalia uungu wa Yesu unaonekana umeundergo development fulani. Yaani ni kwamba umezidi kuwa imara kipindi hadi kipindi mpaka leo hivi. Ukiangalia karne hizo na kurudi karne ya nyuma utakuja ukuta uungu wa Yesu unafifia. Kiasi kwamba
kama utajaribu kunithibitishia kwamba Yesu amesema yeye ni Mungu, nitaendelea kuthibitisha zaidi kwamba Biblia ambazo tunazitumia zimetumia kila namna ili kuthibitisha Yesu ni Mungu. Yaani kila namna wamejaribu kutafsiri, kuongeza, kupunguza ili kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu, wakati kiuhalisia Biblia haisemi kuwa Yesu ni Mungu. Na tutakutana kwenye ribato, kishazungumza dakika 20, najua utakuja kuweka sawa zaidi kwamba Yesu ni Mungu, na usani kuthibitisha kwamba Yesu Yesu alisema kuwa ni Mungu, na hapo naendelea kukoki ili tukutane bato hiyo mzuri zaidi, wapi Yesu anasema kuwa ni Mungu. Hoja yangu, swali langu namba 1 ambalo naliacha kwako, swali namba 1, ikiwa Yesu ni mtumishi wa Mungu, hii imevunja moja kwa moja kuwa ni Mungu. Je, tunakubaliana na hili? Mungu wapi Yesu amedai ni Mungu? Swali namba 3, tukikubali kuwa Yesu ni Mungu, tutawezaje kupinga? Naomba niache hizo dakika 2-3 ambazo zimesalia ili uje tukutane tena wakati unaendelea kukoki magazini zangu, tukutane. Karibu kiongozi. Naona Mike bado imezimwa mic yako. Ndio nilikuwa nakushangilia ukoki kwako magazine. Unasema una koki magazine. Unaikoki magazine. Haya bana, koki magazine. Sasa ngoja kwanza na mimi nicheki mtandao wangu hapa. Juzi ulikuwa unanisumbua. Ili nikikoki magazine ya mtandao usije ukaniletea shida tena ya. Sasa shukrani, ngoja naanza hapo sasa, utaanza kunihesabia na hiyo dakika 45 hiyo. Nijaribu kupitia yale ambayo umeyasema. Nilikuwa na nukuru vizuri sana pointi zako hapa. Umeanza mkadima wako ukatoa katika suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas inasema qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalidi walam yuladi walam yakunu lahu kufuwan ahadun. Hiyo ndio kama mkadima wako kwamba Qur'ani imekufundisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana anayefanana naye, hakuzaa wala hakuzaliwa, yani kwa ufupi hana mshirika wala hafananishi na chochote. Sasa huo ndio, yani tuseme huo ndio msingi wako. Kwa sababu ya aya hiyo ulioanza nayo, basi mengine yote uliozungumza yamejengewa katika msingi huu. Kwa ina maana msingi ukibomolewa, hata yale uliyoongea yatakuwa hayana nguvu tena. Kwa hiyo mimi nishughulike na msingi kwanza, nishughulikie msingi, alafu hayo uliyoongezea hayo sasa ukijengea kwenye huo msingi tutayaona kama yatakuwa na nguvu. Na hata hivyo pointi nyingi ulizozileta hapa ndizo pointi ambazo kila kukicha tunazisikia. Wale wanaokataa uungu ndio maswali hayo walionayo. Wapi alijitangaza kwamba ni Mungu? Sijui hakujua siku ya kiyama. Haya yameshazungumzwa zamani sana, na mimi nisingependa nipoteze muda katika haya ambayo yalishasemwa na watu na yakajibiwa sana. Huenda nitayagusia tu kidogo, lakini nishughulikie mkadima wako, yani msingi ulioweka katika kujengea hoja yako. Utangulizi ulioufanya unakuwekea ufahamu wa mambo. Sasa ni suratul Ikhlas nasema Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sasa anaposema Mwenyezi Mungu, ngoja tuangalie tu suratul Ikhlas. Ngoja niangalie suratul Ikhlas.
Suratul Ikhlas inasema sema yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Inasema Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Anaposema wa pekee sio mpweke. Yaani kuwa wa pekee ni tofauti na kuwa mpweke. Wa pekee maana yake ni wa aina yake. Huo wa aina yake huo hakuna mwingine anayefanana hivyo. Na upekee huo haumnyimi fursa ya kuwa na mshirika. Yeye tu ni wa pekee. Lakini Mwenyezi Mungu mkusudiwa hakuzaa wala hakuzaliwa. Katika Waislamu katika Wakristo wote Wakristo, hakuna Mkristo anayenadi na kusema kwamba Mwenyezi Mungu anajifungua amezaa. Yani kwamba Mwenyezi Mungu amezaa mtoto kama wanavyozaa wanadamu. Hiyo ni kufuru, hata Wakristo hatukubali nayo hiyo, kusema kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kujifanyia mtoto kwa mithili ya Wakristo ama kwa mithili ya wanadamu wanavyofanya ama kupata mtoto. Lakini pia kuzaliwa na Mungu kwa mithili hiyo, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Sasa hana anayefanana naye hata mmoja, hii nayo ni inajenga msingi wake katika aya ya kwanza, katika kuwa kwake wa pekee, basi hana anayefanana naye hata mmoja. Lakini haina maana ya kwamba hawezi kujifananisha, hajafanana na viumbe. Na ndio hiyo tuipitie vizuri Qur'ani na Biblia na maandiko yote matakatifu. Sasa je, ni kweli Mwenyezi Mungu hana anayefanana naye hata mmoja? Je, yeye mwenyewe amezuia, amekataa kujifananisha na mtu mwingine na viumbe wake? Amezuia hiyo? Ukisoma soma katika ni kuchukue katika usome katika hii ni sura ya 38 aya 75, inaitwa Suratul Sad. Inasema hivi: Mwenyezi Mungu akamwambia Ibilisi. Hiki ni kisa cha Mwenyezi Mungu kumuumba Adam, alafu akamwambia malaika msujudieni, na baadaye Ibilisi akakataa kwa sababu akiitikadi kwamba yeye ameumbwa kwa ubora zaidi. Mwanadamu ameumbwa kwa udongo, yeye ameumbwa kwa moto. Sasa Mwenyezi Mungu alipokataa kumsujudia, Mwenyezi Mungu akamwambia hivi: ewe Ibilisi, kipi kilichokuzuia kumtii yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Kumbe Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kwa mikono, bimaana ana mikono. Ikiwa mwanadamu ana mikono, Mungu naye amesema ana mikono. Umeona bwana? Na hii watu wanasema hii mikono si mikono kama hii ni nguvu, uweza wake. Hapana, ngoja uone hadithi. Mtume Muhammad katika kusherehesha ama kufafanua kueleza hiyo kuhusiana, je, Mungu alimuumbaje Adam kwa mikono yake hiyo, anasema ngoja, je, Mwenyezi Mungu kweli ana mkono? Je, mtume amekubali ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono kama vile mwanadamu alivyo na mkono? Ukisoma katika sura ya katika hadithi, ngoja nichague hadithi. Ziko hadithi nyingi ambazo mtume amezisema kuhusiana. Ukisoma katika Sunan Tirmidhi hadithi ya 3367, ni hadithi
ni hadithi ndefu, inaelezea kisa cha Mwenyezi Mungu alipomaliza kumuumba Adam, baadaye akamwambia aende akawasalimie malaika na asikie watakavyomjibu, basi ajifunze salamu kwao. Sasa aliporudi Adam, aliporudi kwa Mwenyezi Mungu sasa ndio anazungumza na Adam. Anasema faqala lahu, akamwambia Mwenyezi Mungu akamwambia, faqala lahu wa yadahu magbudhatan, wa yadahu magbudhatani, yani alipokuwa akizungumza na Adamu, mikono yake miwili ilikuwa imefungwa. Akamwambia Adam, ihtara ayuhuma, chagua sasa katika mikono hii yote, katika mikono hii miwili chagua mkono mmoja, shita, yani kile unacho katika mkono unaotaka. Qala Adam sasa anasema akamwambia ihtaratu yamina, akachagua mkono wa kushoto. Rabi wakirta ya darabi yaminan mubarakatan thumma basataha, kisha Mwenyezi Mungu sasa akafungua hiyo mikono faidha fiha Adamu wa dhuriyatuhu, na katika mikono hiyo kizazi chote cha Adamu kilikuwemo. Kwa maana hiyo, kumbe ni kweli kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono. Lakini je, hiyo mikono ukiangalia katika Biblia, tunakubaliana na sisi kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono, lakini pia ana vidole. Ukisoma katika Kumbukumbu sio Kumbukumbu la of course, ngoja, katika Kumbukumbu la Torati, Musa alipokuwa ameitwa na Mwenyezi Mungu katika mlima wa Sinai, Mungu akampa mbao za mawe. Mbao hizo za mawe zilikuwa zimeandikwa kwa chanda cha Mungu, yani kidole. Mungu aliandika kwa kidole chake. Kwa hiyo ana vidole, sio tu ana mkono, lakini kuna vidole pia. Kunaposema kwamba Mwenyezi Mungu afanani, ina maana kubwa mno, usichukue tu juu hivyo. Ukisoma katika hadithi ya Mtume katika Sahih Bukhari, hadithi namba 614, hiki ni kisa Sahih Bukhari, hadithi namba 6614. Adamu na Musa walikuwa wanabishana. Anasema Mtume, hii ni hadithi sahihi ya Mtume, anasema ihtaja Adamu wa Musa, walizozana wakabishana Adamu na Musa. Faqala lahu Musa, akamwambia Adam, ya Adam anta abuna, wewe ndiye bwana wetu, na kutoka kwako sisi tumetokana, na lakini pia wewe ndio ulitusababisha tukafukuzwa Eden, tukahamishwa Eden. Anasema waharajatana minal janna. Qala lahu Adama, sasa Adam anamgeuzia Musa, anamwambia ya Musa, istafaka lahu, wewe Mwenyezi Mungu ndiye alikuchagua. Qala bi kalamihi, akazungumza na wewe kwa maneno yake. Wa hatalaka biyadihi, na akaandika Torati kwa mkono wake. Kwa hiyo kumbe Mungu ana mkono na ana vidole vinaandika. Hadithi nyingine kuonyesha kwamba Mungu ana vidole, ukisoma katika hadithi ya Tirmidhi, tena hadithi namba 3235, kwa sababu ya haraka nitaiparaphrase, utaisoma mwenyewe kwa wakati wako. Hii hadithi Mtume alichelewa kuswali na masahaba zake swalatul fajiri, yani swala ya asubuhi. Masahaba zake wakasali, Mtume hajafika. Baadaye akaja mbio amechelewa, basi akasali haraka. Alipomaliza akawaketisha masahaba zake, na alipokuwa amewaketisha akawaambia ya kwamba jamani, nimechelewa kuja kusali kwa sababu usiku nilipata maono, na maono hayo sasa aliyopata, anasema
anasema faidha ana birabi, na tazama nilikuwa pamoja na Bwana tabaraka wa taala fi ahsan surati, yeye akiwa na umbo zuri. Kumbe Mwenyezi Mungu pia ana umbo, na Adamu na mtume anasema umbo hilo ni umbo zuri sana. Umeona bwana Sulemani, kumbe Mwenyezi Mungu ana sura, tena ana umbo, na ana vidole, lakini sio vidole tu. Mwenyezi Mungu pia ana miguu. Ukisoma katika hadithi sahihi Buhari, hadithi namba 4848, hadithi namba 4848, mtume anasema hivi, anasema hivi hii kwamba watu wataendelea kutupwa jehanamu, wataendelea kutupwa jehanamu, na jehanamu itaanza kuuliza. Anasema yulka fi nari, wataendelea kutupwa motoni, watakuru moto sasa jehanamu, hali min mazidi, je kuna ziada, kuna nyongeza, nipewe, waleteni, kuna nyongeza. Hata ayadha kadamuhu fatakuru, hata atakapoweka mguu wake, kisha, yani mguu wa Allah atakapoweka motoni, kisha itasema fatakuru, itasema katukati, yani imetosha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana vidole, ana vichwa, ana kichwa, ana masikio, ana nini. Unaposema hafanani na chochote, haimaanishi kwamba hafanani kama unavyodhani wewe. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu alichagua kuionyesha sura yake hiyo, kulionyesha umbile lake hilo kwa wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya ya 8, Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, naona wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Siku zote Mungu wetu ni Mungu wa upendo, anataka awe pamoja na sisi, awe katikati yetu, na kwa kuwa katikati yetu anachagua kujidhihirisha kwa umbo ambalo umbo hilo linawafikiana. Kwanza kuna hadithi moja hapa nisome hadithi moja hii hapa, ni ya Sahih Muslim, hadithi namba 2600, hadithi namba 2612. Mtume anasema hivi, idha qatala ahadukum ahahu, atakapopigana mmoja wenu na ndugu yake, fariyajtanibi alwajha, na basi ajiepushe asije kumpiga usoni. Fa inna laha khalaqa Adamu ala suratihi, kwa sababu Mungu alimuumba Adamu kwa mfano wake, Na ukisoma katika Biblia, Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila viumbe vitambavyo juu ya uso wa dunia. Mungu, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo Mungu haoni fedheha kufananishwa, yani kujifananisha na viumbe vyake. Na sasa kwa sababu ana upendo na viumbe vyake, anamwambia Musa, naona wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Anapotamani kukaa katikati ya watu wake, anachagua kujionyesha kwa umbo alilotaka yeye. Ukisoma katika Yohana sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 3, Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa njia ya yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Aya ya 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo sasa yani kama neno la Mungu, yeye kama neno, alipokuja kufanyika neno akavaa mwili. Usoma katika Waebrania sura ya 10 aya ya 5, anasema ajapo ulimwenguni, asema
dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Akavaa mwili wa mwanadamu, akawa katika tumbo la Mariam. Sasa kuna wale ambao wanadhihaki, sijui Mungu gani huyo anayewekwa katika tumbo la Mariam. Yeye ndivyo anavyotaka. Ukiangalia katika kisa cha Musa Kutoka sura ya 3 na kimeelezwa katika Qurani sura Taha, Mungu alijidhihirisha katika kichaka kilichokuwa kikiwaka moto bila kuteketea. Ikiwa aliweza kukaa katika kichaka na akazungumza na Musa, ashindwe kuja kukaa katika tumbo la Mariam? Eti kwamba sasa kati ya Mariam na Mungu ni nani aliye mkubwa zaidi? Ni kwamba Mungu anachagua. Ukisoma katika nadhani hata katika Qurani iko aya moja, nadhani sura ya 84 kama sikosei, anasema malaika wanakishika kiti cha enzi cha Mungu. Na sasa kama wanashika kiti cha enzi na yeye mwenyewe anakaa kwenye kiti cha enzi, si ndio anambeba kama mfalme? Bwana Sulemani. Ukisoma pia katika Qurani na Waislamu najua mmegawanyika, lakini wapo mnaoamini, na ndivyo ilivyo hata katika Qurani, ya kwamba Mwenyezi Mungu anayo arshi yake, anacho kiti chake cha enzi, na kama kiti cha enzi alikiumba na anaweza kukalia, basi kumbe anaweza kukaa kwenye viumbe vyake. Na kwa hiyo mimi ninadhani haya mambo hayafanyi asiwe Mungu. Sasa hoja yako ikawa kwamba tukithibitisha ya kwamba Mungu Yesu ni mtumwa, basi atakoma kuwa Mungu, na tukithibitisha kwamba ni Mungu, basi atakoma kuwa mtumishi. Yeni Yesu ni yote katika yote. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania anasema Yesu yeye ni yule jana leo na milele, lakini ni yote katika yote. Anaitwa Simba wa Yuda, anaitwa Mwana Kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, lakini pia yeye ni Mwana wa Mungu. Yeye ni yote katika yote, ni neno la Mungu. Sema utakachosema kuhusu Yesu. Kwa hiyo ni hizi ayo ulizotoa kwamba anaitwa mtumishi haimdogoshi, yani yeye haimnyimi kuwa mwana wa Mungu. Lakini ukasema wapi alijitangaza? Ushuhuda wake anasema unatoka kwa Mungu. Usoma katika kitabu cha Ibrania, yani yeye hana haja ya kujishuhudia. Alishasema hahitaji kujishuhudia kwa sababu yuko amshuhudiaye. Soma katika kitabu cha Waebrania sura ya 5, sura ya 1 aya ya 8. Mungu mwenyewe alishamtamkia, lakini kwa habari za mwana, yani Yesu, asema kiti chako cha enzi Mungu, yani amemuita Mungu, kiti chako cha enzi wewe Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hiyo yeye hahitaji ajigamba ajitangaze yeye mwenyewe, yeye alishatangazwa. Lakini kama vile haitoshi, alishabeba jina lile la Mungu alilolitumia Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 3, ukisoma aya ya 14 na kuendelea. Jina la Mungu anaitwa yeye mimi niko ambaye niko. Yesu kalitumia jina hilo katika kitabu cha Yohana. Ukisoma kwa wakati wako, anachukua jina lile la Mungu. Yohana sura ya 8. Ngoja nikusomee kwa sababu ya faida yako na wala ambao wanatusikiliza wengine. Yohana sura ya 8, ukisoma aya ya 50 na 51, nadhani 50. Anasema hivi Yesu. Yesu anasema hivi. Amini nawaambia, sorry. Kabla anasema hivi. Yesu akajibu sorry. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona. Sorry. Aya 58. Yesu akawaambia, amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Anatumia jina ile. Lakini ukisoma katika Mungu anaitwa Alfa na Omega, wa kwanza na mwisho. Yesu amelitumia jina hilo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya 18. Anasema mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo sifa zote za Mungu amezichukua yeye pia. Yeye ni neno la Mungu aliyefanyika mwili. Ni Mungu aliyefanyika mwili akakaa pamoja nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo haimdogoshi wala haimfanyi awe na fedheha yeye kuitwa mtumishi ama kuitwa mwana
wa Mungu, ama kuitwa yeyote yule, anaitwa kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, haimdogoshi. Lakini sifa zote, hatukuwa na muda tu hapa, tutakapofika muda tutakupa sifa zote zilizo za Mungu, yeye amekuwa nazo, amezibeba Yesu, akiwa na maana ya kwamba ni naam. Dakika zangu zimeisha au bado? Kumbe ulikuwa umeshatoka, hata nilikuwa sikuoni. Ndio, umetumia dakika 22 kabisa. Okay, basi sawa. Karibu kwa dakika 5 sasa. Karibu kwa dakika 5. Sawa. Nitaomba niende moja kwa moja kwenye topic kama nilivyosema kwamba ninaenda kujikoki. Naona ulienda kujikoki. Na bahati nzuri. Haya, jikoki sasa. Japokuwa kuna muda kama dakika 3 hivi sikusikia nilitoka moja kwa moja. Nilikuwa kabisa offline kwa sababu za kimtandao. Lakini nitapita tu mle ambao nimekusikia kwa sababu nadhani dakika zile 3 hakuna kikubwa sana ambacho ulikizungumza. Na bahati nzuri kama ulivyoanza, na mimi nitaanza vile kwamba hoja nyingi ambazo umezileta sio mpya. Kwa hiyo nitazipitia haraka na yani nimefly sana kwamba hujataka kuthibitisha kwamba Yesu wapi anadai kuwa ni Mungu, isipokuwa katoa hoja moja. Yesu anasema ego imi, mimi ndio niliyoko. Nitaanza na kwamba unakuja kutuambia kwamba sura al-Ikhlas namba 112 namba 1 Mwenyezi Mungu anavyosema yeye ni ahadi, qul walau ahadi, maana yake unasema ni wa pekee lakini sio mpweke. Kwanza na hisi hatujajua lugha ya asili. Unajua lugha zina tabia nyingi sana tofauti, na huwa wataalamu wao wanasema kitu kinapotafsiriwa kwenda kwenye lugha nyingine kinapoteza uhalisia wa 5% hadi 30%. Mwenyezi Mungu anaposema qul walau ahadi, neno ahadi maana yake ni moja na pekee, only one and only, moja na pekee. Litaswili, lakini tunaposema ahadi maana yake ni moja na pekee. Na hata ukisoma katika kitabu cha Agano Jipya, Agano la Kale na Agano Jipya, unakuta Mungu ametumia neno lile ambalo linashadiana, kwa sababu lugha ya Kiarabu na Kiebrania ni lugha ambazo tunasema twin sisters. Kwa mfano ukienda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati chapter namba 6 verse namba 4, kwa Kiebrania inasema Shama Israeli Adonai Elohim Adonai Echad. Shama Israeli Adonai Elohim Adonai Echad. Pia Yesu anasema katika kitabu cha Marko chapter namba 12 verse namba 29, alipoulizwa ipi ni sheria kuu, akasema tena neno linalotumika ni Echad, kwenye Kiarabu ni ahadi, maana yake ni mmoja na pekee, one and only. Sasa ukija kusema eti kwamba mpweke lakini sio wa pekee lakini sio mpweke, hicho ni Kiswahili, sio lugha asili ambayo imetumika. Leo ukisema tunatumia tafsiri ya Kiswahili unaweza ukawa sahihi, lakini tunatumia tafsiri halisi ya lugha. Ahadi maana yake ni moja na ya pekee. Na ahadi pia ina sifa ya kutokuwa kugawanyika. Ukifanya kitu kwa kimoja, kutokuwa na uwezo wa kugawanyika tena. Lakini pia akuzaa wala akuzalia mmoja katika sura namba 38 ya namba 75 ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anasema nimekuumba kwa mkono wangu. Nipi ni maana ya mkono? Na bahati nzuri umesema umekutana na majibu ambao watu wamejaribu kujibu nini maana ya mkono. Tunaposema mkono kwa Mwenyezi Mungu, zipo rai mbili ambazo ni kubwa miongoni mwa wanazuoni wa Islam. Kwanza, mkono inamaanisha uwezo wa kushika au uwezo wa kutengeneza kitu. Haina maana mkono kwamba una vidole, makucha, mikono, ngozi mzuri. Mwenyezi Mungu haipo hivyo. Mwenyezi Mungu anasema hana mfano wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema mkono maana yake ni uwezo wake wa kufanya kitu. Mwenyezi Mungu tu sasa mara kadhaa amekuwa akisema kwamba akiapa kwa yule ambolo yangu ipo katika mkono wake. Haina maana mkono kwamba ndio umekaa hivi umeshika akafanya hivi, no. Maana yake ni uwezo ambao anao, mamlaka ambao anao. Tunaposema arish au kiti cha enzi, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu kwenye kiti amekaa kama nilivyokaa mimi, isipokuwa kiti cha enzi maana yake ni utukufu. Na ndio maana tukiwa tunadhani kwamba Mwenyezi Mungu amekaa kwenye kiti kama ambavyo tunakaa sisi, lazima tuje kulijibu swali kwamba kabla kiti hakijaumbwa alikaa wapi. Lakini tunasema mbili ya wanazuoni wa Kiislamu ni kwamba hatujui kiti, mikono, sura ipoje. Hatufahamu. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Imran sura namba 3 aya namba 7 kwamba katika Qur'ani kuna aya ambazo ni rahisi kuelewa. Miongoni mwa namna moja ya kwamba kile kitu ambacho kimefikia ukomo. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anaposema mkono, Mwenyezi Mungu anaposema yeye ana mikono,
tunatakiwa tuishie hapo hapo na mikono. Mikono ipoje hatujui. Mikono hatujui ipoje. Hiyo ndo line namba 2. Na Mwenyezi Mungu anaposema hana mfano, anaposema mkono haina maana ndo mkono ambao sisi tunaujua. Anaposema na mikono hatujui mikono gani. Lakini pia line namba 2 ya kwamba anaposema mikono maana yake anamaanisha mamlaka. Anamaanisha uwezo wake ambao sisi labda kama mkono unashika naye uwezo wa kushika. Anaposema kiti cha enzi ana maana mamlaka na vitu vingine. Kwa hiyo ukija nazalia kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono na sisi tuna mikono, basi ni matatizo ya Mwenyezi Mungu. Atakuwa na sura na sisi tuna sura, tujui mikono ipoje, lakini pia mikono inamaanisha uwezo wa kushika. Lakini pia ukaja kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kukaa katikati yetu. Mwenyezi Mungu atakaa kwenye katikati yetu. Hii wazo linalofurahisha. Mwenyezi Mungu anaposema atakaa katikati yetu, haina maana Mwenyezi Mungu atakuja kukaa na sisi hapa chini. Hilo ni wazo ambalo hata Sulemani alilipinga katika kitabu cha Wafalme. Anaulizaje beba itakuwa anaposema kuja kukaa katikati yetu, haina maana kwamba yuko katikati yetu sisi pamoja na sisi kweli anakula anacheza, hapana. Lakini pia hapo nikakukosa kidogo. Nikafika hapa Adam, Mtume sasa anasema Adamu ameumbwa kwa mfano wake. Wake nini? Wake nani? Hapo ndo tunaona vizuri. Lugha jamani, lugha mbona nataka tuchanganye hapo kiongozi. Nikisema hivi nikisema mfano kwamba Farida amempa Amina peni yake. Peni ni ya nani? Inaweza kawa ni peni ya Amina ambayo ameamua kumpa Farida, au peni ya Farida alimpa Amina sasa anamrudishia. Farida amempa Amina peni yake, peni ya nani? Mwenyezi Mungu anaposema amemuumba mwanadamu kwa mfano, inaposema amemuumba mfano wake mwanadamu, maana yake Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake, na maana hamna mfano anaofanana na yeye. Lakini leo hii science inakuja kututhibitishia wazo hili kwamba miongoni mwa viumbe wengine naona charge low hapo, battery low, sijaelewa nini hapo tunachoendelea. Sura nielewa kwamba sio umetoka, lakini nitaendelea. Mwenyezi Mungu ameumba mwanadamu kuwa ni species ya pekee ambayo haina mfano wake. Kwa mfano mbwa, kuna karibu chaka wa Musa, karibu sana kama upo naona wana hapa ametoka. Kwa mfano mbwa wapo zaidi ya species 5. Tunaposema mijusi na wengine kuna species nyingi, lakini akizungumzia mwanadamu yuko mfano wake tu. Anaposema mfano wake sio mfano wa Mwenyezi Mungu, ni mfano wake yeye, kutokuwa na mfano wa kufanana naye. Waebrania ikawa hivi kichaka kuwaka moto na Mwenyezi Mungu akakaa pale. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa kwenye kichaka cha moto, hatufahamu alikuwa kwenye kichaka cha moto kivipi. Lakini pia ukienda katika kitabu cha Kutoka chapter namba 3 verse namba 1 mpaka namba 6 unakuta aliyekaa alisi kwenye kichaka cha moto sio Mwenyezi Mungu, ni malaika. Ukisoma verse namba 2 na namba 3 anasema na malaika akakaa kwenye akatokea malaika. Ukiendelea aya zinazofuata huko chini Mwenyezi Mungu ndo anazungumza. Alioka kama malaika, Mwenyezi Mungu ndo anazungumza. Kivipi? Wataalamu wa Biblia zaidi wanaelewa, na tunasema samehe dhambi na majibu yake juu ya representation of God. Lakini pia kwamba kiti cha enzi sawa, mtumishi Yesu ni yote katika yote. Yote katika yote kivipi? Maana yake tukisema yote katika yote, maana yake Yesu ni muuaji, yote katika yote Yesu ni mwizi, Yesu ni muongo, Yesu ni mlevi, Yesu ni mbaya. Yote katika yote kivipi? Hapo tuliweke sawa na hilo. Lakini pia huku ndo mambo yangu sasa. Ukitaka tuvaane, ujaribu kunithibitisha kwamba Yesu alisema yeye ni katika kitabu kiwaambia kabla Ibrahimu aja wako mimi niko. Na ukiangalia lugha vizuri unakuta haja wako wakati ulipo mimi nipo. Kwa lugha ya Kiyunani, kwa sababu agano la kale, agano jipya limeandikwa katika lugha ya Kiyunani, neno linalotumika ni egoimi, kwamba mimi niko. Lakini cha ajabu ni kwamba neno egoimi, je, kweli maana yake linapotumika linamaanisha ni Mungu? Je, tuseme Yesu ni Mungu kwa sababu Mungu anatumia neno anatumia neno mimi niko, na Yesu anatumia mimi niko, maana yake ni Mungu. Hiyo ni logic mbaya. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi chapter namba 47 verse namba 1 Mwenyezi Mungu anaitwa ni msaada na Daudi. Ukienda katika kitabu cha Mwanzo chapter namba 2 verse namba 18 mpaka 20 pia hawa anaitwa ni msaada au msaidizi kwa Yesu. Maneno ambayo yametumika kwa Kiebrania ni Ezeli, maana yake ni msaada au msaidizi. Mungu anaitwa msaidizi au msaada, na pia hawa anaitwa ni msaada au msaidizi. Neno Ezeli maana yake na mamsana Yesu anatumia neno egoimi
kwamba basi imekuwa ni Mungu. Ngoja nikuchallenge. Tena katika kitabu cha Yohana chapter namba 9 verse namba 9, kuna mmoja alikuwa amesaidiwa na Yesu, na Yesu alikuwa ni kipofu. Watu wakaanza kuulizana, huyu ni yule? Akainuka akasema hivi, mimi ndiye. Sawa, naomba nimalizie hapa. Akasema mimi ndiye. Umetumia dakika 8. Umetumia dakika 8. Sawa, maana kuna muda pia kutoka hapo online. Okay, basi sasa mimi kuna wasikilizaji wako huku chini, nadhani sawa, tuachie kama wana maswali, sisi tutayajibu. Wa Musa nimeona mwanachaka wa Musa yupo rafiki yako, ngoja nimuulize kama ana swali. Nipo bwana, ila kwa kweli umefuatilia mjadala? Nimefuatilia mjadala, ila tatizo kwamba kwa kweli muda wangu sasa hivi unaniacha kwa majira haya. Uliza swali uende. Mimi uliza swali uende. Naam, kwenye hoja labda ambayo ningependa kufafanuliwa zaidi ni, nadhani kuna hoja ambayo ulikuwa umeileta hapo ya ahad, Allahu ahad, na matumizi ya ahad. Labda ningependa kupata kwamba ndani ya Qur'ani hili neno sehemu zingine limetumika vipi, na kwenye minyambuliko nyingine ya ahad, ahadun, ahadukum, kwa mfano pale kwenye 33:40 kwamba Mtume Muhammad si baba yeyote katika miongoni mwa waume zenu. Je, limetumika pale hili neno kwenye kiujumla? Na nadhani pia ulileta hoja nyingine kwenye Kumbukumbu ya Taurati 6:4, Shima Israel, Yehova Elohenu Yehova Echad. Limetumika pale neno Echad, na katika Kiebrania kuna neno lingine Yahid. Yahid ndio neno ambalo linamaanisha absolute oneness, kama vile nadhani kwenye nini kuna neno wahid, alafu kuna hili neno ahad. Sasa labda hapo ndo swali langu tu, mngenifafanulia zaidi. Lakini pia hii hoja nyingine ya Mwenyezi Mungu kama ana umbile ama ana umbile na kadhalika, sijui wewe upande wako mwana falsafa ni upi katika wale wanachuoni. Basi ndo mimi tu ndio hayo, lakini niwashukuru. Natamani ningekuwa na muda, lakini labda baadaye nitafuatilia kwenye comment hapa. Lakini niwashukuru sana kwa mjadala mzuri. Nadhani natazamia mjadala wa Jumamosi. Bwana akitupa uzima. Asanteni, mjadala mzuri, niwashukuru. Asante Filipo na Suleiman. Asante. Nadhani umesikia maswali yake. Nimesikia maswali yake na ni maswali mazuri na ni ya kielimu zaidi, nimeyapenda. Na kama alivyosema ni mjadala wa Jumamosi, nadhani Jumamosi tutakutana, tutaweka mambo sawa. Kwa karibuni wote ambao mnatazama, tutakutana. Anauliza swali lake namba 1 ni kwamba kuhusiana na neno ahadi na ehadi. Ahadi kutoka kwenye Qur'ani na ehadi kutoka kwenye Agano Kale, lugha ya Kiebrania. Na namba 2 kuhusu msimamo wangu mimi upo wapi kuhusu umbile la Mwenyezi Mungu. Nitaanza na swali la pili kwa sababu ni moja kwa moja tutalitaki majibu marefu. Mimi msimamo wangu au la umbile hajalizilisha, amelizilisha. Hivyo basi inapokuja Mwenyezi Mungu anasema mkono, haina maana mkono. Maana yake ni uwezo ambao mkono kwa mwanadamu unaweza kufanya kazi, uwezo wa kushika. Anaposema kiti, maana yake anamaanisha mamlaka. Anaposema sura, anamaanisha uwezo na vitu vingine. Kwa sababu mfano kuna haya moja maarufu kwenye Qur'an ambayo nahisi utakuwa unaifahamu kwa haraka. Mwenyezi Mungu anasema kila kitu kitaangamia isipokuwa sura yake. Tukisema Mwenyezi Mungu ana umbo, maana yake mikono na vitu vingine vitapotea,
Yatosha. Sawa. Tunaposema Mwenyezi Mungu ana sura, maana yake ni ile dhati yake yeye tu, dhati yake yeye ndo atakuwa yupo. Lakini pia hata tunasema anapozungumzia mikono, haina maana mikono kwamba kweli mikono alikuwa amekunja hivi. No. Hakuwa na maana hiyo. Nikija swali la kwanza, ehadi na ehadi. Kwenye Qur'an au kwenye lugha ya Kiarabu, kila neno huwa linakuwa naweza likawa na maana tofauti kutokana na linavyonyumbuliwa. Anasimika kwa neno ahadukum, ametoa baadhi haya, ametoa katika surati Ahzab chapter number 33 verse number 40, ambao tunakuta kwamba Mtume SAW anasema kuwa yeye ni tunamuita khataman nabiyina. Pale ikiwa kuna neno ahad, kwanza pale hamna neno lililotumika kama moja kwa moja neno ahadi peke yake. Sidhani kitu kama hicho. Ngoja nipitie hapa haraka. Swali linajibiwa dakika 3 tu. Yaani sawa, ngoja nimalize. Fanya tu summary yani. Sawa. Sawa. Kwa kusummarize tu ni kwamba inapotumika neno ahadi kwenye Kiarabu, ahadi kama ahadi maana yake msingi wake ni one and only. Zazo Qur'ani za ambazo zimestafsiriwa na baadhi ya ambao sio Waislamu. Kwa mfano kama kuna mtu kama Jacobs na watu wengine wamejaribu kutafsiri Qur'ani kutoka kwenye Kiarabu kwenye lugha ya Kiingereza na sio Waislamu. Lakini akiwa kama mtaalamu wa lugha ya Kiarabu ametafsiri kama Mwenyezi Mungu ni one and only. Lakini pia tukija kwenye ehadi, mzungumzaji wote wa lugha ya Kiebrania, Muhebrania yoyote anayotumia Biblia, neno ehadi maana yake ni one and only. One and only. Bila kuwa na division. Kwa hiyo nimependa kujibu. Sawa. Okay. Kama una swali ama kwa yale niliyozungumza. Nadhani nijaribu hivi mimi sikupata nadhani muda wa kusummarize. Ulisummarize wewe alafu mimi sikusummarize. Sawa? Sawa. Summarize. Sasa nijaribu kupitia pointi zako kadhaa ulizozisema. Kwanza nianze kusema kwamba ni wapi Yesu amesema kwamba mimi ni Mungu. Nadhani ndio ilikuwa point, ilikuwa swali na ukalikazia tena, ukarudia kwamba Yesu hajasema hivyo. Umeona? Sasa mimi nikakwambia hivi, Yesu mwenyewe anasema hivi. Sikiliza. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 aya ya 16 ya 14. Yohana sura ya 8 aya ya 14. Anasema hivi, Yesu akajibu 8:14. Yesu akajibu akawaambia, mimi niingawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka. Lakini of course nilikuwa na maanisha hivi, mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Hayo inayofuata 32. Yuko mwingine anishuhudiaye, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni wa kweli. Yuko mwingine anishuhudiaye. Sasa sikiliza, Yesu anashuhudiwa, sio lazima ajishuhudie yeye. Sasa anashuhudiwaje kuhusu uungu? Nimekusomea aya ya Waebrania sura ya 1 aya ya 8. Waebrania sura ya 1, ni Mungu mwenyewe huyu ndiye anayemshuhudia, anamtaja kwa jina lake. Waebrania sura ya 8 sura ya 1 kitabu cha Waebrania, na aya yenyewe ni ya 8. Mungu anamshuhudia Yesu, anasema katika aya hiyo, anasema ya kwamba lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu, tena Mungu kwa herufi kubwa, anamuita Mungu. Yani Yesu ameitwa Mungu na Mungu mwenyewe. Sasa hoja msingi sasa, ukitaka kujua kwamba hawa ni namna gani, katika Biblia tunaamini ya kwamba Mungu
ni Mungu mwenyewe. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza kinasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, roho ya Mungu ikasimama ikatulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Mungu akasema, yani Mungu anaye ni yeye mwenyewe, ana roho yake na ana neno lake. Huo ndio Mungu wa pekee, huyo ndio Mungu. Ukitaka kumjua Mungu, ni Mungu mwenyewe, roho yake, neno lake. Kwa hiyo ndio Mungu mwenyewe huyo. Yani asipokuwa na neno lake, basi sio Mungu, amekuwa Mungu nusu. Asipokuwa na roho yake, amekuwa ni Mungu nusu. Mungu in totality ni yeye mwenyewe, neno lake, roho yake. Na kwa neno hilo ndio vyote vilifanyika, kwa sababu yeye aliamurisha iwe, ikawa. Tuko pamoja? Kwa hiyo alisema kwa neno lake, lakini si tamko, si kwamba Mungu anazungumza. Ndio hapo sasa na wewe utamfananisha Mungu, kwa maana ya kwamba neno la Mungu sio kama la mwanadamu eti anazungumza, anatoa sauti mdomoni. Neno lake ukisoma katika kitabu cha Ibrania sura ya 4 aya ya 12, neno la Mungu li hai, tena lina uwezo wa kuyatambua mawazo na nafsi. Kwa hiyo ni kitu hai. Katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 10, Mungu sasa analituma neno lake, linafanya na mapenzi na kufanikiwa, kisha linamrudia. Yani huwa linaenda linageuka kuwa mtume. Kumbe neno la Mungu linaweza kuwa mtume pia. Sasa alipolituma sasa neno la Mungu lije hapa duniani, ndio sasa lilituma namna gani? Lije lifanyike mwili. Nikakwambia kwamba ilikuwa ni kusudi la Mungu akae kwetu, akae katikati yetu. Kwa hiyo Yesu ni neno la Mungu, kalimatullah. Ukisoma katika Suratul Imran aya 3:44, anasema idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashiruki bikalimatihi. Kwa hiyo Mungu analo neno ambalo alilipeleka kwa Maryam, sura ya 4 aya 175, wa kalimatu alqaha ala Maryam, alilipeleka kwa Maryam, likageuka likawa mwili, likawa mwanadamu. Kwa hiyo ukimwona Yesu sasa ana umbile la kibinadamu, ambalo Waibrania 10 aya 5, ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo kutaka, bali mwili uliniwekea tayari. Hilo neno likavaa mwili, likawa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu ni neno la Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe na mwili wa kibinadamu, vyote kwa pamoja vimekaa pamoja. Sasa yale maswali mengine ukiyauliza, sijui aliona njaa, sijui alilala, sijui alifanya nini, huo ni sehemu ya binadamu. Lakini uungu uliovaa huo ubinadamu bado unabaki kuwa Mungu, na ni Mungu kamili asiyekuwa Mungu nusu. Huyo ndio Yesu kwa ukamilifu wake. Na ndio maana katika Suratul Imran akasema wajihan fi dunia, yani wal akhirati. Yesu ana heshima duniani, lakini pia ana heshima kule mbinguni. Na ndio maana Biblia nayo inasema kwamba basi Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vilivyo mbinguni na vilivyo chini duniani, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Hili neno Bwana Kiarabu maana yake ni Mola, huyu Bwana. Na katika kitabu cha Suratul Imran ukisoma aya 33 na kuendelea, wakati Mungu anambashiria nani Zakaria kumzaa Yahya, anasema kwamba huyo Yahya atakuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, na hilo neno jina lake ni Bwana, yani ni Bwana kabisa. Na neno Bwana maana yake ni Mola. Kwa hiyo Yesu anazo sifa zote za uungu, na ukitaka kumjua Yesu, huyo ndio Yesu, na huo ndio uungu wake kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nadhani nimeweza kusummarize. Labda kama kuna swali kwa wasikilizaji walioko hapa chini, kama kuna mtu ana swali, mimi nitampandisha. Unaingia hapo kwenye link hiyo, mimi nitakupandisha, unauliza swali. La sivyo tutakuwa tunahitimisha itakapofika ndani ya dakika 10 zijazo, tutakuwa tunahitimisha ikiwa hakutakuwa na maswali ya kutosheleza.
una swali, hata we mwenyewe wakati wanakuja huku tutawapisha wakija, lakini kama hawajaja basi nikukaribishe kwa ajili ya swali kama una. Sulemani, upo ama umeganda, umeshatoka? Nani dada Naimu Jata, kama una swali uliza. Kama una swali Naimu, una swali? Naona wewe una wanao tu hapo mnapiga story, basi uliza kama una swali. Naimu, unanisikia? Niambie kama una swali. Vipi? Mtandao leo zamu yako. Zamu kwa zamu. Kutesa kwa zamu. Kuna mtu amepanda? Nimemshusha, alikuwepo. Ongea kama una swali. Kuna mtu ana swali? Hapana, hajauliza. Nilitaka kumpandisha lakini naona hajauliza swali. Hajauliza. Chakawa Musa. Tutumie dakika 10, alafu baadaye na pia kwenye na mtu pia anaweza kauliza maswali kwenye message hapa kama hayuko vizuri. Sawa. Kama hayuko vizuri anaweza kaandika hapa message yake tunaziona. Naimu, kama una swali unaweza kaandika hapa kwenye sehemu ya kuchati. Wewe andika sehemu ya kuchati, tutaliona swali lako. Swali nitauliza swali na pia utauliza swali kwa sababu hatujaulizana maswali ya moja kwa moja. Sawa. Swali langu la msingi ni kama lifuatavyo, lakini pia naomba ninyoshe hapa vizuri maana kuna kitu hakijakaa sawa hapa. Kuja kusema kwamba Mwenyezi Mungu anaposema kwenye Qur'ani kwamba Nabii Isa alayhi salam ni neno, maana yake ni neno kama inavyofahamu Biblia. Kwanza neno unanyosha, unaanza tena ama sikia? Sawa. Kwenye Biblia na kwenye Qur'ani neno limekuwa na maana tofauti kimsingi. Kuna baadhi ya matumizi, mfano kwenye Qur'ani unaposema neno maana yake ni decree, ile order ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa ameitoa. Haina maana kwamba ni order kwamba kitu hiki kiwe hivi na hakitaweza kubadilika. Lakini kwenye Biblia inaweza kuwa na maana nyingine ambapo wataalamu wa Biblia wa Kristo wameamua pia Adamu toka tena. Naona na wewe leo yamekupata na wewe. Basi labda sasa tunafanya toka hapo na try again. Tuishie hapa ama Suna ni nitaomba nimalizie hapa na niulize swali. Labda uulize swali tu kwa sababu ya huku kukatika nako. Yaani ukianza maelezo pia yatanitaka pia na mimi nianze kukufafanua. Na wewe tena
tushapotea tena. Upo na kusikia. Sawa. Basi ninyoshe moja kwa moja huku naendelea kuweka sawa hapo kwamba neno ikiwa na maana decree, na pia hata Adam ni neno pia, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura ya Mwanzo namba 3 namba 59 mfano wa Adam na ni mfano wa Nabii Isa alayhi salam katika uumbaji, alisema kuwa na akawa. Hiyo ndo maana ya neno. Lakini pia Yesu anaposema kwamba mimi siwezi kufanya jambo langu mwenyewe isipokuwa Mungu ananishuhudia, hiyo inaonyesha kwamba Yesu sio Mungu, Mungu anafanya mambo yake mwenyewe. Swali langu ni hivi, ukisoma katika kitabu cha Marko chapter namba 13 verse namba 32, Yesu anasema kwa habari za saa ile, yani siku ya mwisho, hakuna hajua malaika wala mwana ila Baba. Je, tunaweza inakuwaje Yesu ni Mungu na hajui habari ya siku ile? Swali langu. Ndio hivyo sasa, nikakuambia ni lazima umfahamu Yesu kuwa ni nani. Tuko pamoja? Ni lazima umfahamu Yesu kuwa ni nani. Katika kitabu cha Yohana sura ya 1 aya ya 1, Biblia inasema hapo mwanzo palikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa yeye. Ukisoma aya ya 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa maana hiyo ni kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani, uungu ulikuwa umefichika katika ubinadamu, na ndio maana yeye anasema mnisadiki kwamba Baba yu ndani yangu nami ndani ya Baba. Ina maana kuna mambo na matendo ambayo Yesu ameyatenda kama mwanadamu, na kuna mambo na matendo ambayo Yesu ameyafanya kama Mungu. Kwa hiyo anaposema mwana hajui, yani unaona kitu anachotumia hapo, mwana hajui. Na unapozungumza mwana kuhusiana na saa, au unapozungumzia mwana unamaanisha huyu aliyevaa ubinadamu, lakini yeye kama neno la Mungu, yeye kama Mungu anajua saa ya nani anajua saa. Unaona, ndio maana ili kujua saa akatoa unabii. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 4 ya 24 Yohana samani Mathayo sura ya 24, soma kwa wakati wako. Soma kwa wakati wako Mathayo sura ya 24, inaeleza namna Yesu alivyokuwa anaeleza dalili za nyakati za mwisho zitakavyokuwa mpaka ule mwisho. Anajua mwisho utatokea lini. Kwa hiyo kama mwanadamu na kama neno aliyefanyika mwili akakaa kwetu, basi kwa hali hiyo hajui, lakini kama neno la Mungu anajua. Kwa hiyo lazima umfahamu Yesu, na anapozungumza ujue anazungumza katika hali ipi. Anazungumza katika hali ile ya kufanyika mwili na kuzaliwa na Mariamu, ama anazungumza katika hali ile aliyokuwa nayo kutoka mwanzo. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya Ufunuo, Yohana sura ya 17 aya ya 5, Yesu anasema na sasa Baba unitukuze kwa utukufu. 17:5, na sasa Baba unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa ina maana kabla ya ulimwengu kuwako alikuwepo pamoja na Mungu, na anajua mpaka saa ya kiyama. Lakini sasa akija hapa hana utukufu, ameuvua. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya ya 5 na kuendelea, yeye alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwa kitu cha kushikamana nacho. Alijishusha, akajinyenyekeza, akatoa namna ya mtumwa. Alipoonekana na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza. Kwa hiyo anapoongea hapo, anaongea katika ile hali ya kujinyenyekeza, na kwamba hana umbo la na kwamba hana utukufu, ameuweka kando utukufu na anafanana na sisi. Ndio maana alifanywa kama ndugu zake, yani kama sisi. Usoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 14, anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nyama, yeye naye alishiriki yayo hayo, ili aweze kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za moto. Kwa hiyo alishiriki damu na nyama na umbile letu hili, na akajishusha akawa hana utukufu. Katika hali hiyo ni kweli, lakini katika hali yake ya utukufu sasa anajua saa ya kiyama na dalili zake. Ndio maana akazieleza katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Asante sana. Sawa.
Majibu yako naona kuna vitu bado havijakaa sawa. Kwa sababu namba moja unasema anajua siku ya kiyama kwa sababu amezitaja. Kutaja dalili za kiyama haina maana unakijua kiyama kinatokea lini. Kutaja dalili za kiyama, hata Mtume SAW amezitaja dalili nyingi na hizo dalili zimetokea na zinaendelea kutokea kama jinsi alivyotabiri. Lakini haina maana Mtume SAW anajua siku ya kiyama ni lini au siku ya kiyama inakuja kuwaje. Yeye anajua kile tu ambacho amepewa kukifahamu. Lakini kama mtu anaongea kama Mungu. Yaani haiwezekani kuwa Mungu na mtu kuwa kitu kimoja. Hizi contradictory items haziwezi kuwa kitu kimoja. Mtu unaweza kwa asilimia 100 labda unaongea Kichina na asilimia 100 unaongea Kiswahili sawa, kwa sababu hizo sifa sio contradictory. Lakini ukizungumzia sifa za Mungu na za mtu ni contradictory. Mwenyezi Mungu ana mwisho, mwanadamu ana mwisho, Mungu hana mwisho. Mwenyezi Mungu anajua vyote, mwanadamu hajui vyote. Kwa hiyo haviwezi kuwa sawa sawa hata siku moja. Na ndio maana hoja ya kwamba Mwenyezi Mungu, yani Yesu alikuwa asilimia 100 mtu na asilimia 100 Mungu, haipo katika Biblia yoyote ile. No. Okay, sasa nadhani tufunge. Umesikia? Nadhani tufunge, mitandao nayo imeanza kunani. Otherwise tuhitimishe tu. Toa summary ya kuhitimisha, Umari, kama dakika 3 za kuhitimisha, na mimi nitaongea dakika 3 za kuhitimisha, baadaye sasa tufunge. Sawa. Dakika zangu 3 za kuhitimisha nitaanza na kitu kimoja. Namba moja ya kwamba kama tunavyofahamu Waislamu na mtazamo wetu ya kwamba Yesu alayhisalam ni miongoni mwa mitume. Kuna baadhi ya maandiko ya Biblia yanakaribia kutaka kumuonyesha kama Yesu ni Mungu. Mfano kitabu cha Yohana chapter namba 1 verse 1 ambapo pia ilihusishwa. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Lakini neno alikuwa ni Mungu inalenga nini? Lakini ukienda kwenye matini ya halisi ya Kigiriki, neno lililotumika ni tontios. Mungu yule.
Lakini ukienda kwenye ile ya pili, neno alikuwa ni sio ton theos, ilikuwa ni theos, sio ton theos, ilikuwa ni theos. Maana yake hapo mwanzo kulikuwako na Mungu the God, hapo mwanzo kulikuwako na neno alikuwa kwa Mungu the God, neno alikuwa God, sio the God, yani ni God, ton theos. Na huyu ni mwingine ni theos, ni Mungu mdogo au Mungu wa kawaida, kwa mujibu wa baadhi ya tafsiri, kwa mfano kama tafsiri ya Ulimwengu Mpya na zingine. Lakini ukienda kwenye Biblia unakuta kuna uwezekano wa mtu au watu kuwa miungu, sio lazima kwamba ni Mungu. Hapana, inasema na Mungu husimama katika kusanyiko la Mungu na kuhukumu miungu. Mungu anahukumu miungu. Ukienda katika verse namba 6 anaendelea kusema kwamba nami nasema kwamba ni miungu. Hawa miungu ni akina nani? Ukienda katika kitabu cha Wafalme wa Pili chapter namba 9 verse namba 6 inasema kwamba mnaotoa hukumu mtoe hukumu vizuri, na ikaendelea vizuri kutokana na muda. Lakini wataalamu wamekuja kusema kwamba miungu waliotajwa pale ni judges, watoaji wa hukumu ambao Mungu aliwateua. Mfano katika kitabu cha Kutoka chapter namba 18 verse namba 21 mpaka 22 ambao walihitaji kuteuliwa. Lakini pia tunakuta Musa anaitwa kuwa ni Mungu mara mbili. Mfano katika kitabu cha Kutoka chapter namba 4 verse namba 16 anaambiwa atakuwa Haruni atakuwa kama nabii na Musa atakuwa ni kama Mungu. Na pia chapter namba 7 verse namba 1 kitabu cha Kutoka anasema kwa Farao wewe utakuwa ni kama Mungu. Neno lilotumika pale Mungu kwa mfano kwenye Septuagint ni theos, sio ton theos. Kwa hiyo uungule ambao unaonekana kama kwenye Yohana 1:1 unaonekana kama ni Mungu, ni uungu wa kawaida, lakini ina maana kwamba Mungu muumbaji. Ndio maana Yesu anamalizia kwa kusema, anasema katika kitabu cha Yohana na uzima wa milele ndio wakujua wewe Mungu wa pekee, wewe Mungu wa pekee. Yesu sio Mungu wa pekee. Lakini pia ulifika mpaka aya namba 5 ambapo Yesu anasema alikuwa na utukufu kutoka kwa Mungu tokea mwanzo. Lakini ukienda kwenye chapter hiyo kitabu hicho chapter hiyo ya 17 verse namba 22 anasema utukufu ule ambao amepewa na Mungu aliozungumzia toka mwanzo amewapa na wanafunzi wake. Kwa hiyo ikiwa namba 5 kuwa ni unasababisha kuwa Mungu, basi na wanafunzi wake watasababisha kuwa Mungu. Na neno langu la mwisho ni kwamba tunahitaji Waislamu na watu wengine wote wa dini zote kusoma ili tuendelee kupata maarifa. Lakini jibu langu la mwisho ni kwa Yesu sio Mungu, kwa sababu moja, kuna haijajibiwa hoja ya watu basi zimeisha dakika. Ndio. Sawa, karibu. Okay, sasa ngoja mimi nitumie tu Qur'an, natumia tu Qur'ani kukuthibitishia sifa za Mungu kwamba ndizo hizo sifa za Yesu pia. Tuko pamoja? Cha kwanza ukisoma katika hiyo sura niliyokupa, suratul Maryam, kwamba kumbuka malaika waliposema ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria neno lake, sio anakutamkia, anakubashiria neno lake, jina lake hilo neno Masihi Isa ibn Maryam, mwenye heshima hapa duniani na akhera. Sasa ana heshima hapa duniani na akhera, maana yake ni kwamba hapa duniani ni kwa wanadamu, akhera na mbinguni huko ni malaika wa mheshimu. Ndio maana katika kitabu cha Wafilipi 2 aya ya 9 anasema amekirimiwa jina lipitalo kwa na jina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa herufi kubwa. Maana yake ni Bwana Rabu, yani cheo hicho cha Mungu. Ukisoma katika Suratul Haji aya 75 anasema Mwenyezi Mungu huteua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa wanadamu. Mungu ana kawaida ya kutuma. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 1 tuseme kitabu cha Ufunuo, Yesu anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu, nimemtuma malaika. Kwa hiyo Yesu naye anatuma watu na aliwatuma wanafunzi wake. Kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya ya 20
19 anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye malaika, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hiyo niliyokuwa nakwambia Yohana 26:16, mimi Yesu nimemtuma malaika. Yesu anatuma hadi malaika. Mwanadamu hawezi kumtuma malaika. Uwezo ni wa Yesu tu peke yake. Lakini ukisoma katika Suratul Imran katika Suratul Maida aya 110 anasema Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa, ngoja nisome, anasema anamwambia nabii Isa, yeye anazungumza na nabii Isa ya kwamba Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa, kumbuka neema zangu juu yako na juu ya wazazi wako, nilipokutia nguvu kwa Roho Takatifu ukazungumza na watu wakati wa utoto wako na utu uzima, lakini na ulipotengeneza sura ya ndege, akafinyanga udongo akatengeneza ndege, akawa na uwezo wa kuumba, hata kama ni kwa idhini. Kwa idhini maana yake ndio mshirika. Hakuna mwanadamu mwingine aliyepewa uwezo huo. Kitu pekee kinachomtofautisha Mungu na viumbe wengine ni uwezo wake wa kuumba, creative power. Ikiwa creative power Mungu ameshare na Yesu, basi Yesu ni mshirika. Ukisoma katika aya hiyo, Yesu akafinyanga udongo akapuliza, ndege akawa hai. Kama vile Mungu naye alivyofinyanga udongo akampulizia mwanadamu akawa nafsi hai, ndivyo Yesu naye anafinyanga udongo anapuliza, kiumbe kinakuwa hai. Hatuambiwi kwamba yule ndege aliyeumbwa na Yesu alikufa. Maana yake alipeperuka, akaruka, akaenda. Na huenda katika ndege zilizoko leo, hata kama Waislamu hawatakubali Yesu kuwa ni Mungu, katika ndege zilizoko leo zinaruka hapa duniani, mojawapo ameumbwa na Yesu. Na sasa mimi sijui, labda ni kuku tunakula hapa, kumbe kuku ni kiumbe wa Yesu. Sasa Yesu ameshiriki uungu. Lakini pia ukisoma sawa, muda umeisha. Katika nilianza na dakika zilikuwa 38, inatakiwa mpaka 46. Nilianza na 38, niliziona hapa. Nilianza tena na 39. Kwa hapa nimeshatumia dakika 5, dakika 3 bado. Tuko pamoja? Halo? Naona umepotea. Dakika 3 bado. Nimeanza na dakika 39. Nimeanza na dakika 39, natakiwa niende mpaka sema 43. Sema dakika 43, maana yake ni dakika 4 kabisa. Sio, tulikuwa tunatakiwa kuzungumza basi angalau basi tuseme kwamba maana yake ni mwisho hapo, na ili somo tutaendelea kujadiliana, tutaendelea kuzungumza na kuwekana sawa ili tuweze kufanya. Yako mambo ambayo tunakuwa tunayajifunza, tunashika katika dini, lakini ukiyachimbua kwa ndani unakuta yana maana tofauti. Nadhani mada nyingine itakayofuata tutaangalia ikiwa Mungu ana tashbihi, yani Mungu amejifananisha na mwanadamu, au Mungu basi sasa ni hewa. Yani tuone kama, je, Mungu analo umbile? Kuna uwezekano Mungu ana umbile hata kama hatulijui? Yani kwamba je, Mungu ni hewa sasa, yani kitu kisichofikirika, au ana nini tuse kaifia, yani kaifia. Waarabu wanatumia neno kaifia. Tunaweza Mungu yupo, na kama yupo ana umbo, analo umbo, ama basi ni hewa tu hii? Basi sasa hewa yote ndio imejaza ni Mungu huyo? Au Mungu basi kama ndivyo hayupo kabisa? Na akiwa na kaifia, hiyo kaifia yake ikoje? Je, maandiko matakatifu yanaweza kutoa kaifia ya Mungu ili tuelewe vizuri Suratul Ikhlas? Mimi ninaamini kwamba Suratul Ikhlas haijulikani kwa Waislamu bado. Basi naona umepotea tena, itakuwa ni mtandao. Basi tufunge hapo baada ya kuwa kwamba mtandao na